Tuna hapa Gift Online TV katika kuhabarishana, kupeana habari, lakini pia kupewa onyo, katazo, lakini pia kufundishwa, kupewa elimu kuhusiana na masuala mbalimbali. Sasa siku hii leo niko hapa na mgeni atakwenda kuzungumza kwa nafasi ya kwake, lakini kubwa atakalozungumza kwa siku hii leo ni wajibu na haki za dereva. Kwa hiyo mtazamaji wa Gift Online TV, kaa tayari kufahamu, kujua vitu gani wewe dereva unapaswa kufanya, lakini vipi ambazo upaswe kufanya. Endelea kusubscribe, kushare, like pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kwa wakati sahihi. Mimi ni Esther Mamkwe, nitakuwa na mgeni atazungumza kwa nafasi yake mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu sana. Shukran sana. Karibu. Watazamaji wangependa kufahamu wewe ni nani, lakini pia unahusika na masuala gani? Mimi kwa majina naitwa Sergeant Omari Msuya. Ndio. Natoka kitengo cha elimu kwa umma, kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Tuko kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu masuala mazima ya usalama barabarani, ila kuwakumbusha pia madereva na watumiaji wengine wa barabara ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa salama pindi anapotumia barabara. Sawa, mada ya siku hii leo tunazungumzia wajibu na haki za dereva. Naam. Ningependa kufahamu kwanza dereva ni nani au dereva ni mtu gani? Dereva ni mtu yule ambaye anaongoza chombo cha moto pindi hapo barabarani. Ndio. Hiyo ni tafsiri fupi ya dereva. Lakini pia dereva anaweza kawa ni yule mtu ambaye anaongoza wanyama. Anaongoza baskeli, ana mkokoteni, yule naye pia anatafsiriwa kama ni dereva. Naam. Sawa, tuzungumzie sasa, tuachane na dereva wa wanyama, lakini tudili na dereva anaendesha chombo cha moto. Dereva anaendesha chombo cha moto, kwanza anapaswa kuwa na sifa gani? Kwa mujibu wa sheria sasa, sifa za dereva. Sifa namba 1 ya dereva kwanza. Ukisoma ile sheria ya usalama barabarani, kifungu kile cha 24, dereva lazima awe na leseni. Leseni ambayo iko ni hai. Kwa ambayo pia kutokana na chombo anachokiendesha. Kwa anatakuwa ile leseni yake imruhusu kulingana na, yani aendeshe chombo chake kulingana na leseni ambayo, daraja la leseni ambayo anayo. Kama anaendesha pikipiki basi anatakiwa awe na leseni daraja A. Kama ni gari labda la abiria, anatakiwa awe na leseni daraja C, C1, C2, C3. Nipo inatokana pia na ile uwezo wa gari kubeba abiria kwa kiwango gani. Kama ni gari ya mizigo basi awe na leseni daraja E. Sawa, umezungumza kwamba leseni iwe hai. Kivipi? Kuna ambayo inakuwa mfu na nyingine hai, ama hai kivipi? Kuna dereva ina muda. Ni leseni ina muda wake wa kuisha. Kwa hiyo leseni kwa sasa hivi leseni zinakaa kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo leseni ukiwa umeipata leseni yako kwa muda wa kipindi cha miaka 5 unatakiwa uishe ile leseni yako. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 5 kikipita, leseni yako ikiwa hujaihuisha, ina maana itakuwa umeanza kupoteza sifa za kuwa dereva. Naam. Sawa, ningependa kufahamu sasa, tunazungumzia wajibu na haki wa dereva. Tuanze na wajibu wa dereva ni upi? Kwanza hem tujue wajibu ni nini. Wajibu ni vile vitu ambavyo unatakiwa sasa uvifanye. Kama ni dereva basi ni yale mambo ambayo unatakiwa kuyafanya. Ndo wajibu. Huo ndo wajibu. Lakini haki ni vile vitu ambavyo unatakiwa sasa kupata. Au zile haki zako ambazo unatakiwa upewe sasa na sheria, kwa mujibu wa sheria. Kwa kutizama sasa, kuanza kuangalia wajibu wa dereva. Wajibu wa dereva ni upi? Wajibu wa dereva, tunasema wajibu wa kwanza, dereva ana wajibu wa kufuata sheria. Dereva hata katiba yetu ya nchi inatoa hiyo wajibu huo kwamba kila mmoja ana wajibu wa kufuata sheria. Kwa wajibu wa kwanza, dereva ana wajibu wa kuzingatia hizi sheria za usalama barabarani pindi anapokuwa anatumia chombo chake cha moto. Kwa dereva unapokuwa barabarani una wajibu wa kuzingatia, kama ni vibao, kama ni kusimama sehemu kwenye kivuko ili kupisha watembea kwa miguu, kama ni sehemu ambayo inakuelekeza kuenda spidi ya 50, basi una wajibu wa kufanya hivyo. Hapo tunasema sasa dereva ana wajibu wa kufuata hizi sheria za usalama barabarani. Huo ni wajibu wa kwanza
ambavyo dereva anakuwa anatakiwa kufuata. Okay, sawa. Lakini wajibu mwingine sasa Ndio. ni kuwa na vile vigezo halali ambavyo sasa dereva unapaswa kuwa navyo, kama tulivyokuwa tunazungumzia hapo awali kwamba sifa moja hapo ya dereva ni kuwa na leseni. Okay. Kwa hiyo dereva una wajibu, kabla hujachukua chombo cha moto uhakikishe unayo leseni yako. Okay. Chombo chako uhakikishe kina bima, zile nyaraka muhimu zote, umetembea na kadi yako ya gari. Huo ni wajibu mwingine wa dereva. Hiyo tumeona huo ni wajibu wa pili. Lakini dereva pia una wajibu wa kujali usalama wako na wa wengine pindi wapo barabarani. Okay. Kwa hiyo dereva unapokuwa barabarani ni wajibu wako kuhakikisha kwamba watumiaji wengine, kwanza wewe mwenyewe unakuwa salama. Okay. Lakini pia watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama. Hapo kwa sasa ndo tunasema dereva huruhusiwi kuingia barabarani ukiwa umekunywa pombe. Okay. Yote tu ni kuhakikisha sasa usalama. Kwa sababu sheria pia inakataza kuendesha chombo cha moto ukiwa umekunywa pombe. Katika kifungu kile cha 53 cha sheria ya usalama barabarani kinakataza. Kwa hiyo dereva una wajibu wa kuendesha gari lako kwa katika hali ya usalama. Ulinde usalama wako wewe, lakini pia ulinde usalama wa watu wengine. Kwa hiyo ndio ile tunasema dereva una wajibu kusimama kwenye kivuko kama ni kwenye kivuko. Okay. Dereva una wajibu wa kutoa msaada pindi labda kumetokea labda ajali. Huo ni wajibu mwingine sasa dereva pia nao. Ukisoma sheria yetu katika kile kifungu cha 68 cha sheria ya usalama barabarani, ile sura ya 168 iliyofanywa marekebisho mwaka 2023 inamtaka dereva pindi anapokuwa amesababisha ajali au ajali imetokea, basi ana wajibu wa kusimama na kutoa msaada kama mazingira yanaruhusu. Kwa hiyo kama mazingira utaona yanakuruhusu, basi dereva una wajibu wa kusimama na kutoa msaada. Lakini kama ukiona hali yako ya usalama inaweza kuwa hatarini, au chombo chako au watu wengine ikawa wanaweza wakaingia kwenye matatizo, basi dereva unaweza ukaondoka eneo lile, lakini ndani ya masaa 12 inatakiwa uwe umeripoti kituo cha polisi. Kituo chochote cha polisi ambacho unaona kitakuwa karibu yako, basi dereva una wajibu wa kufanya hivyo. Na vipi kama mimi ni dereva, nimesababisha maybe ajali, labda ajali imeua, mimi nikaamua kukimbia. Naam. Kukimbia baada ya ile masaa 12 sijarudi, pengine hata nilishahama na mkoa kwa wakati ule. Inakuwaje? Kwa sababu sheria inaeleza kwamba ndani ya masaa 12 dereva, ajali inapokuwa imetokea, basi unachukua umeripoti kituo cha polisi. Ina maana sasa usipofanya hivyo, inakuwa umetenda kosa, umekiuka kifungu kile. Kwa hiyo unakuwa umetenda kosa kwa mujibu wa sheria. Na huyo sasa adhabu yake ikoje? Anaadhibishwa mara 2 au ataadhibishwa tu kwa ile kusababisha ajali pale atakapopatikana? Kwa hiyo yeye mwenyewe hajachukua ridhaa ya kuja kituoni kwa sababu amefanya kosa akakimbia. Haji. Pale pengine mtakapomtafuta mkampata, anakuwa na adhabu 2 ama adhabu ni moja? Unapokuwa sasa umetenda makosa mawili tofauti, pale kila kosa utawajibishwa kwa kosa lako. Kwa kila kosa. Sheria inakataza mtu kuadhibiwa kwa kosa moja mara 2. Lakini kwa kila adhabu na kosa yake. Unapokuwa umefanya saa makosa mawili tofauti, hapo sasa utaadhibiwa kwa kila kosa ambalo utakuwa umelitenda. Kosa yani sheria inakataza labda sijafunga mkanda, nikaandikiwa faini, alafu pia nikapelekwa mahakamani labda nikafungwa. Hapo sasa inakuwa umefanywa kitu kinaitwa double jeopardy. Kwa mujibu wa sheria sasa hiyo hatakiwi. Lakini hujavaa helmet, alafu umeendesha labda bila leseni, hapo yanakuwa ni makosa mawili tofauti. Kwa hapo kila kosa utaadhibiwa kwa adhabu yake. Naam. Sawa. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia sasa wajibu mwingine wa dereva. Ndio. Dereva pia ana wajibu wa kutunza chombo chake. Ukisoma ile sheria ya usalama barabarani katika kile kifungu cha 45 kinataka dereva kabla hajaingiza chombo cha moto au mmiliki hajaingiza hajaruhusu chombo chake cha moto kiingizwe barabarani, ahakikishe mifumo yote ile ya gari inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo pale sasa inaleta sasa pale utunzaji wa lile gari, kwa sababu dereva una wajibu kabla hujawasha gari lako uhakikishe unalikagua. Unakagua ile mifumo. Kuna ukaguzi wa aina 2. Kuna ukaguzi wa ndani
na ukaguzi wa Wa nje. nje. Kwa hiyo dereva, ukaguzi wa ndani ndio ile dereva anakagua injini, Okay. vile yale nani unasema mafuta ya injini, ile oili au mafuta ya breki, gearbox, unaangalia ule ukaguzi wa ndani. Lakini ukaguzi wa nje ndio ile dereva anaangalia matairi, upepo wa matairi yake ukoje, nati zote zipo zimefungwa vizuri. Hiyo ndio tunasema ni ukaguzi wa nje. Kwa ukaguzi upo mara mbili, wa ndani na wa nje. Kwa hiyo hiyo ni moja ya wajibu wa dereva. Kwa hiyo katika anapofanya ukaguzi sasa pale ndio tunasema anakuwa anatunza kile chombo chake. Sababu anapokuwa sasa anaona kuna tatizo, anaweza kwenda kulitatua, kwamba labda matairi yameisha upepo au matairi yameisha kashata zake. Kwa hiyo anakuwa anabadilisha ile pale sasa, au anaona taa haziwaki, anaenda anapeleka gari kwa fundi, anarekebisha pale. Tunasema sasa dereva ametimiza wajibu wake wa kutunza chombo chake cha moto. Lakini pia dereva sasa ana wajibu wa kutoa huduma bora kwa wenzetu labda magari ya abiria. Dereva ana wajibu wa kutoa huduma bora, lugha nzuri kwa wateja wake. Lakini pia huyu dereva ana wajibu sasa yeye pamoja labda na kama ni gari la abiria anakuwa na kondakta wake au utingo, wana wajibu sasa ule wa kutunza labda mizigo, ile mizigo labda ambayo inakuwa sasa iko chini yake. Kwa sababu kuna mizigo ambayo inakuwa iko chini ya abiria, lakini kuna mizigo ambayo inakuwa sasa iko chini ya kondakta, si ndio? Kwa dereva ana wajibu huo wa kuhakikisha anatoa huduma bora. Anapokuwa sasa anatunza labda hii mizigo, anatumia lugha nzuri, ile customer care, anakuwa sasa ametoa huduma bora, kwa anakuwa ametimiza moja ya wajibu wake. Na kuna adhabu kwa wale makondakta ambao hawana lugha nzuri kwa abiria? Maana kuna baadhi ya makondakta sehemu ya usafiri, unasafiri unakuta kondakta na lugha chafu sana kwa abiria, lakini pia sio tu abiria, kwa wanafunzi. Kipindi hiki wanafunzi wamefungua shule, unakuta wanateseka sana, kondakta anamuongelea vibaya sana yule mwanafunzi. Kuna adhabu ambayo ipo juu yao? Ukisoma sheria ya wenzetu wa LATRA, iko pale imeelezea kwamba dereva lakini pia mhudumu wa kwenye gari lile ambao pia anakuwa labda ni kama kondakta au tingo, ana wajibu pia na yeye wa kutoa huduma bora. Kwa hiyo akitoa lugha chafu atawajibishwa. Kwa hiyo anaweza akambuguzi abiria. Kumbuguzi abiria pia ni kosa. Kwa hiyo pia anaweza akawajibishwa kwa kosa hilo. Kwa hiyo dereva ana wajibu wa kutoa huduma bora. Anapotoa huduma bora, hata yeye sasa anakuwa anavutia wateja kwenye biashara yake. Kwa hizo zote tumeona ni wajibu ambao anakuwa anao dereva. Kwa hiyo tuangalie sasa haki. Haki ni nini sasa? Kama tumesha tafsiri haki pale awali, kwamba ni kile kitu sasa unachopaswa kupewa kwa mujibu wa sheria. Kwa moja ya haki ya dereva, kwanza ana haki ya kuheshimiwa. Dereva ana haki ya kuheshimiwa pindi anapokuwa anatekeleza yale majukumu yake. Mfano dereva amesimamishwa barabarani na askari, ana haki ya kupewa ile heshima kama dereva. Haruhusi, yani hawezi kufanyiwa ile labda intimidation ya aina yote, kumpa vitisho. Kwa moja ya haki za dereva ni kupata ile heshima. Anapopata pia naye huduma labda ni askari au ameenda kupata huduma kwa wenzetu wa mamlaka zingine, TRA, LATRA, kwa ana haki ya kuheshimiwa kama dereva. Hiyo ni moja hapo ya haki zake. Lakini pia dereva sasa ana haki ya kuelezwa kosa lake. Labda ni dereva amekamatwa katenda kosa fulani, amekamatwa na askari au ni mamlaka zingine ambazo zina wajibu wa kufanya hivyo. Ana haki ya kumweleza huyu dereva kwamba ametenda kosa gani. Usipomweleza kosa, itakuwa sasa unamkamata kinyume na utaratibu. Kwani katika hilo ilishawahi kutokea mkaletiwa tuhuma za hivyo ama kesi ya hivyo kwamba dereva nalalamika, nimekamatwa lakini sijapewa makosa yangu au sijaambiwa makosa yangu? Mara nyingine inaweza katokea dereva amekamatwa hajaelezwa kosa lake.
Kwa hiyo sasa pale inakuwa inaanza kuleta mgogoro. Okay. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo migogoro, dereva ni lazima aelezwe kosa lake. Bwana dereva, nimekusimamisha, nimekukagua, nimegundua gari lako halina bima. Okay. Kwa hiyo pale sasa anajua kwamba unamwajibisha kwa kosa gani. Anajua kwamba kumbe sasa hivi nimekamatwa kwa kosa la kutokuwa na bima. Okay. Nimesimamishwa barabarani, sijaambiwa kosa langu, tukavutana na askari, tukaletana kituoni. Ndio. Mimi nikaeleza sijaambiwa kosa langu, lakini nimeambiwa nifike kituoni. Sasa hiyo nakwambia wewe. Hapo shida inakuwa ni kwa nani? Wote tutakuwa tuna makosa, askari alinileta bila kuniambia kosa langu, au mimi na hilo kosa yeye aliloliona ambalo hajaniambia? Unapokuwa sasa wewe ni msimamizi wa sheria, inatakiwa sasa uhakikishe zile sheria unazozisimamia, basi unatekeleza na wewe wajibu wako sasa katika zile sheria. Kwa hiyo askari unapokuwa sasa umemkamata dereva, kwa sababu ni haki yake kumueleza kosa lake, basi mueleze ili yeye mwenyewe pia umuondoe ile mkanganyiko kwenye akili yake. Kuna dereva mwingine anakuwa ametenda kosa lakini hajui kama ni kosa analolitenda. Kwa hiyo ni unamueleza kosa lake. Ukishamueleza hata hiyo migongano pia inakuwa haipo. Ikiwezekana hata pia unaweza kumueleza bana, kosa hili umelitenda na ni kwa mujibu wa sheria fulani ni kosa. Kitendo hicho kitenda kwa mujibu wa sheria fulani ni kosa. Kwa hiyo mtu anakuwa anaelewa kumbe nimevunja sheria fulani. Kwa hiyo pale inakuwa inaondoa ile migongano na namna hiyo. Kwa hiyo tunaona dereva ana haki ya kuelezwa kosa lake. Lakini sasa huyu dereva haki yake nyingine ni ipi? Dereva ana haki ya kujitetea mahakamani. Dereva umemkamata, umemweleza kosa lake. Akasema bwana, sawa, nakubali kosa langu, au mimi nakataa hilo kosa. Ndio. Kama analikataa, maana yake sasa wewe ukiona unahitaji kwenda mbele zaidi, ina maana ni kumpeleka mahakamani ili yeye akajitetee, bwana, hili kosa mimi sijalifanya, si ndio? Kwa sababu sheria inasema kila mmoja asichukuliwe kwanza moja kwa moja kwamba ni mkosaji, si ndio? Mpaka ithibitishwe, si ndio? Na mahakama au kama yeye atakuwa kweli amekubali kosa lake ile kwa mujibu wa sheria. Sheria zetu ya usalama barabarani na kuruhusu kuandika ile faini ya papo kwa papo. Kwa hiyo akikubali unaweza kumwandikia, lakini akikataa anapata ile haki ya kwenda kujitetea mahakamani. Kwa hiyo utamfikisha mahakamani naye anaweza kujitetea kwamba bwana, mimi kosa hili sikutenda. Vyovyote vile atakavyojitetea. Kwa hiyo ni moja ya haki zake. Lakini pia huyu dereva ana haki nyingine, haki ya kufanya kazi zake na kupata ile malipo yake kwa haki. Mmiliki wa gari amemwajiri huyu dereva, kwanza ana haki ya kumpa mkataba, lakini pia ana haki ya kumpa yale malipo yake kwa mujibu wa sheria. Katiba yetu ya nchi inaelezea kwamba mtu anayefanya kazi ana haki ya kupata malipo kwa haki. Nadhani ile ibara ya 24 kama sijasahau. Kwa hiyo ni kwa mujibu kabisa wa sheria, dereva anapofanya kazi ana haki ya kulipwa kwa haki. So tu kumlipa, umlipe kwa haki. Umemfanyisha kazi, basi mlipe haki yake. Malipo yale yaendane na, yani ile kazi aliyofanya iendane na malipo ambayo unamlipa. Hiyo pia ni moja ya haki za dereva. Lakini haki nyingine sasa ambayo dereva anayo ni haki ya kusikilizwa. Dereva ana haki ya kusikilizwa na mwajiri wake na yule ambaye anamhudumia, labda ni askari amemkamata, ana haki, anatakiwa ampe haki ya kumsikiliza yule dereva. Inaingia pale sasa kwenye pia kujitetea. Ukisoma ibara ya 13(6)(a) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaeleza kabisa kila mtu ana haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo kama umemkamata, mpe naye nafasi ya kumsikiliza ili naye umempa haki yake. Akizungumza mnamsikiliza? Unatakiwa umsikilize. Kwa hiyo sasa, kwa sababu bila kumsikiliza atalalamika umemuonea. Inawezekana labda mtu kabeba, labda ni mgonjwa sasa, anamkimbiza hospitalini, si ndio? Katika wakati sasa anafanya ile kukua ile maisha ya yule mtu, akawa ameenda mwendo kasi, si ndio? Sasa usipomsikiliza utagundua vipi?
ukikomaa tu kwamba umeenda mwendo kasi, sawa, ameenda mwendo kasi, lakini ana sababu ya msingi, si ndio? Ambao unaweza pia kibinadamu ukaiona hii pia ni sababu ambayo sasa mtu huyu anaokoa maisha, si ndio? Au labda dereva sasa ameendesha gari, leseni yake imeisha kweli, si ndio? Lakini kwa wakati huo ameendesha gari, anaokoa maisha ya mtu. Sasa kuna mtu yani unaona kabisa hali yake tayari ni mbaya, yuko mahututi, na pale alipokuwepo sasa gari lipo, lakini hakuna dereva mwingine, yupo yeye na leseni yake imeisha. Sasa unaweza pia ukamsikiliza, si ndio? Sababu hata ukimpeleka mahakamani akijitetea kwa namna hiyo, mahakama inaweza ikamwachia, kwamba ikithibitisha kwamba ni kweli ilikuwa hamna namna nyingine, basi mahakama inaweza ikamwachia. Kwa hiyo lazima kusikilizana. Hiyo ni haki kabisa. Kwa katiba yetu ya nchi, kusoma ile ibara ya 13 kifungu cha 6A, inataka mtu apewe haki ya kusikilizwa. Naam. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, mdhamini mkubwa ni Maji ya Uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote, zaidi tu ni ndani ya huduma hii ya Mlima Moria. Kama unatokea Moshi mjini, unatokea Marangu, unatoka Himo njia panda, utafika stand, utapanda magari ya kuja Sanya, maili 6 au Sadala. Utapanda gari hilo, utashukia kituo cha mashine. Utakutana bango kubwa na ratiba za ibada, ambazo siku za ibada mahali hapa ni Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Jumatano na Ijumaa ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa. Nikukumbushe uweze kuyapata sehemu nyingine yoyote ila tu ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Bado tunaendelea kuzungumzia wajibu na haki za dereva. Tumesikiliza mengi, tumefundishwa mengi, lakini bado tunaendelea. Sasa ni wakati wa kwako kuchangia mada. Uliza swali, changia mada kuhusiana na wajibu na haki za dereva, na hapo utapata majibu na ufafanuzi zaidi ili uweze kuelewa pale unapokuwa barabarani, kuokoa maisha yako, lakini pia kuokoa maisha ya watu wengine. Ningependa kufahamu, umesema sifa ya dereva ni lazima awe na leseni. Naam. Mfano leseni yangu ime-expire leo. Na siruhusiwi kutembea bila leseni. Ni muda gani ambao unampa mtu ama unatoa ili niweze kufanikisha lile swala langu la leseni? Ulikuwa una leseni, sasa leseni yako imeisha muda wake. Yani wewe mpaka utakapo huisha hiyo leseni yako ndipo unaruhusiwa kuendesha gari. Kwa hiyo kama umeona hauna haja ya kuisha leo, basi usiendeshe gari. Sasa unakuta uchumi nao hujakaa sawa. Yani sasa unapokuwa unajua shughuli yako wewe ni dereva na au unajua lazima nitaendesha gari, basi lazima uhakikishe unaweka taratibu zako vizuri, ili leseni yako inapokuwa imekaribia kuisha uweze kuihuisha, ili tu usikutane sasa na hichi kifungu ambacho kinakataza mtu asiendeshe bila kuwa na leseni ambayo iko hai. Sawa. Swali lingine ningependa kufahamu kuhusiana na, kuna siku nilikuwa nasafiri, tukakutana na askari akasimamisha gari ambalo alikuwa amepanda tu gari la abiria. Dereva alikuwa amevaa sandals. Kuna uhusiano gani wa viatu na kuendesha gari? Pale sasa tunazingatia usalama pia wa dereva, na wale pia ambao wanakuwa wamewabeba. Kwa sababu unapoendesha labda gari umevaa malapa, ile mikanda ya lapa linaweza pia likateleza. Katika wakati sasa unaendelea kufanya shughuli za kubadilisha labda ni gia na nini, ile lapa linaweza likawa kikwazo wewe kwenye kulimudu gari lako vizuri. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa unapoendesha gari lako uhakikishe umevaa kiatu ambacho kinafunika mguu. Kama hakifuniki mguu, ni cha wazi, basi kiwe na mkanda wa nyuma ili kile kiatu kisiwe kinaweza kukutoka mguuni. Ndio sababu. Sawa, tuendelee. Vipi kuhusiana na haki zingine za dereva pale anapokuwa barabarani? Haki ziko nyingi. Kwa hiyo mimi kwanza labda tu sasa kwa sasa ni washauri madereva. Dereva sasa, ili uweze kuzijua hizi haki zako au kujua wajibu wako, ni lazima kwanza ukapate mafunzo. Kwa hiyo ili dereva uwe dereva mzuri, usijifunze tu mtaani. Lazima uende katika vyuo ambavyo vimesajiliwa. Ukifika kule sasa utapata mafunzo
ambapo sasa utakuwa unajua haki zako, utakuwa unajua na wajibu wako. Kwa hiyo unapokuwa barabarani, unakuwa sasa una dereva ambaye unajiamini. Unajua hapa nina wajibu wa kusimama, utasimama. Hapa nina wajibu kabla sijawasha gari langu nilikague niliko katika hali gani. Je, laniruhusu mimi kuliendesha au kuna changamoto kwenye gari langu? Nitatue kwanza ndipo niliingize barabarani. Kuna wakati mwingine mtu tu anaendesha gari barabarani, amechukua tu amewasha, alikuta tu gari amewasha, ameingia nalo barabarani, kumbe ile gari halina oil kwa wakati huo. Au lilivuja oil bahati mbaya, anaingiza barabarani, anaharibu engine. Kwa anakuwa ameharibu gari lake. Lakini sasa hiyo inakuwa ni kwa sababu hana ule uelewa kwamba kabla sijaendesha gari langu lazima nilikague. Kwa hapo anakuwa amejichelewesha safari, lakini pia anapata hasara ya mali yake hiyo, lakini pia atapata hasara ya fedha kwa sababu itambidi sasa alitengeneze ile gari lake, kama ni engine akarekebishe au atanunua engine nyingine. Kwa hiyo inakuwa sasa ni kwa sababu tu anakuwa hajapata ile elimu kwamba kabla hujafanya hivi una wajibu wa kufanya hivi. Kwa ni vyema madereva kabla hujaingia barabarani uhakikishe umepata mafunzo na una vigezo vyote ambavyo vinakuruhusu wewe kuwa barabarani. Naam. Kwani unaamini aliyeenda mafunzo na yule mwenye uzoefu? Maana kuna watu wa aina mbili. Kuna mtu amesoma, amesomea udereva kabisa, kaenda chuo kila kitu, kafuata sheria zote. Na kuna yule tu kafundishwa mtaani, maybe ni kaka dada amemfundisha akaendesha. Unaamini wanaosababisha ajali wengi wao ni waliotoka shule au ambao hawajasoma? Sasa kwenye kusababisha ajali hapo inategemea tu dereva ile ni uzembe gani ambao ameufanya. Lakini mimi naamini dereva mzuri ni yule ambao sasa anakuwa ameenda kufanya mafunzo. Amefanya mafunzo. Uzoefu pia una nafasi yake. Lakini sasa huu uzoefu unaweza kuwa wewe ni mzoefu kweli kwa kulipeleka gari lako mbele. Lakini hujui ukifika mahali kwenye kibao labda kinakutaka wewe utoe kipaumbele. Ukashindwa kutoa kipaumbele. Unaona sasa pale itakuwa ni mzoefu kweli lakini hujui taratibu zinasemaje. Au mkuta kuna kibao cha railway cross. Kinakutaka pale sasa usimame. Lakini kwa sababu tu hujui, hujaenda darasani, hujaenda kwenye yale mafunzo, hufahamu. Unatumia uzoefu, ukajikuta sasa pale umepita, ukagongwa. Au unatumia uzoefu, ukakamatwa sasa umetenda kosa fulani. Hujui kumbe hili nilifanya ni kosa. Kwa hiyo uzoefu sawa unatakiwa, lakini sasa mafunzo inakuwa sasa inakufanya unakuwa bora zaidi. Lakini uzoefu sasa ukweli wewe ni mzoefu. Lakini hujaenda mafunzo, utakuwa hujapata cheti. Ile certificate utakuwa hujaipata. Sasa sijui leseni utakuwa umeipataje. Kwa hiyo bado utakuwa umeshindwa kupata ile leseni. Na maana ukiwa una leseni sasa itakuwa ya ujanja. Kwa sababu utakuwa hujaenda yale mafunzo ukapata certificate kwa mujibu wa sheria ili ambayo itakuwezesha sasa wewe kupata leseni yako. Kwa hiyo ndio maana madereva inatakiwa waende wakapate mafunzo. Kwenye vyuo ambavyo vimesajiliwa. Uzoefu ni mzuri lakini sasa mafunzo pia na yenyewe ni muhimu sana ili sasa uweze kukidhi vigezo vya kuwa dereva. Naam. Sawa, ningependa utoe rai yako kwa watazamaji wa Gift Online TV kuhusiana na wajibu na haki za dereva. Mimi rai yangu ni kuwaasa tu madereva kuhakikisha sasa wanapokuwa barabarani. Kwa sababu dereva sasa atakuwa tayari ameshapata mafunzo. Na kwa haya makumbusho ambayo tunakuwa tumewakumbusha hapa. Basi dereva sasa unapokuwa barabarani au kabla hujaingia barabarani, basi hakikisha ule wajibu umeutimiza wajibu wako ili uweze kupata haki yako. Kwa hakuna wajibu bila haki. Hakuna haki bila wajibu. Huwezi ukadai mshahara kama hujafanya kazi. Kwa hiyo madereva wahakikishe wanapokuwa barabarani sasa wanatimiza wajibu wao, lakini pia mahali pa haki yao wajue haki zao. Waendelee kuzingatia sheria za usalama barabarani ili tu kuhakikisha tunapokuwa katika matumizi sasa ya barabara watu wote tunakuwa salama. Unamjali mtumiaji mwingine wa barabara lakini pia unajijali na wewe mwenyewe. Basi nikushukuru sana kwa kuendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya usalama barabarani. Nashukuru sana. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii leo ambapo tulikuwa tunazungumzia wajibu na haki
wa dereva. Kwa hiyo tumesikiliza mengi, tumefundishwa mengi. Endelea kufuatilia, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kila siku. Nikutakia wakati mwema. Asante. Asante.